Uyamkini wewe leo upo katika mahusiano ambayo uyaelewi, na sio kwamba uyaelewi mahusiano, pia hata wewe ujielewi, na sio kwamba ujielewi wewe, hata mwenzako umuelewi. Kwa nini unaweza kuhusiana na mahusiano namna hiyo? Nitakwambia, si ndio? Na nitakwambia kwa sababu gani. Moja ya kanuni 10 za mahusiano ni hilo tatizo la watu kutoelewa wanachohusiana nacho ni kitu cha aina gani. Sawa, leo utajifunza vizuri sana. Karibu sana kwa Mombegi Crispy. Kama ulikosa kutazama kanuni ya kwanza kati ya kanuni 10 za mapenzi, unaweza ukatazama video yangu ya nyuma hiyo iliyopita. Nilikuzungumzia kanuni ya kwanza ya mapenzi, na katika video hii tunazungumzia kanuni ya pili. Sasa kama hujawahi kuitumia hii kanuni ama hauijui kanuni ya pili nitakoenda kuizungumza, wewe una kichaa cha mapenzi na unabidi unitafute kwa namba zangu za simu hizo ili niweze kukushauri vizuri na kutibu kichaa chako cha mapenzi. Twende kwenye kanuni ya pili ya mapenzi. Kanuni ya pili ya mapenzi inaitwa the law of why. Kanuni ya kwa nini. Kanuni ya pili sawa. Kanuni ya pili kati ya kanuni 10 za mapenzi ni the law of why. Ni kanuni ya kwa nini. Nataka nikwambia tu kila siku, moja ya sehemu muhimu ya kujitambua ni kuelewa sababu ya kweli inayokufanya wewe kuwa kwenye mahusiano ama inayokufanya wewe kuingia kwenye mahusiano. Kwa nini upo katika hayo mahusiano? Na kuuliza sasa. Hili ni swali ambalo unataka ulijibu kwenye kanuni ya why, si ndio? Kwenye kanuni ya kwa nini. Kwa nini upo kwenye mahusiano? Unaweza ukanijibu? Kwa nini upo kwenye mahusiano? Kwa hiyo kujua jibu la kwa nini upo kwenye mahusiano maana yake ni nini? Hiyo ndio itakuwa sababu ama ndio itakuwa kama dira yenu ama dhamira yenu katika mahusiano yenu ya pamoja. Nilitoka kuongea katika sehemu ya kwanza, mahusiano yanahusiana na watu au vitu vitatu: wewe, mwenzako na mahusiano yenyewe. Kwa hiyo hii kwa nini ni swali lako binafsi. You have to understanding why you are going, why umeingia katika mahusiano na mtu. Kwa nini unahusiana na huyo mtu? Ama kwa nini wewe unataka kuingia katika mahusiano? It's very hard questions. Usijibu kihisia. Ndio maana tunataka dira, tunataka direction, why. Na ndio linasaidia nyinyi wawili kubaki katika mwelekeo mmoja. Kwa sababu kwa nini yako ndio itakayokuwa sababu ya nyinyi kuwa katika mwelekeo mmoja. Mfano, wanasema usipojua unapokwenda, popote unaweza kuwa umefika. Ama unaweza ukapanda gari lolote. Kwa mfano leo umeamka asubuhi nyumbani, tu umevaa nguo zako fresh, unataka kutoka, lakini haujui wapi unataka kwenda. Gari gani utalipanda stand? Pengine utapanda gari lolote, ama pengine hautapanda gari lolote. Kwa hiyo kujua kwa nini kutakurahisishia wewe na mwenzako kuwa katika safari moja ama mwelekeo mmoja, kwa sababu wote mnaelewa kwa nini mpo. Lakini pia itawasaidia kutatua migogoro kwa kutumia busara. Unajua, wakati mwingine mkielewa kwa nini mpo pamoja, mnaweza mkagundua kuna faida kubwa sana ama mwelekeo wenu una msingi mkubwa sana kuliko maugomvi yenu. Yaani ukijua kwamba kwa nini sisi tuko pamoja, lile jibu lina nguvu kuliko migogoro yenu. Kwa hiyo kuna wakati migogoro inaweza ikatokea ikawa rahisi nyinyi kuitatua, kwa sababu mnasema unajua nini? Maono yetu ni mapana, ni makubwa kuliko hii migogoro. Hatuwezi kurisk vision yetu kwa sababu tusijapokea simu, kwa sababu tusijajibu message. No, tunawaza makubwa zaidi ya message. Tunawaza makubwa zaidi ya kugombana. You see? So ni rahisi nyinyi kupatana kwa haraka katika baadhi ya migogoro mnakutana nao. Lakini kama mna dira, unaweza ukafikiri sababu iliyokufanya uwe kwenye mahusiano ni raha tu. Utaelewa. Lakini ukijua sababu utaelewa pia, itakuwa rahisi nyinyi kutatua migogoro yenu kirahisi. Kwa hiyo nataka kukuhakikishia mahusiano yenu nyinyi kama yatakuwa na kusudi, yatakuwa na direction nzuri sana. Lakini kama yatakuwa ni hisia tu, hakuna mtakapofika. Kwa sababu hisia mara zote zinabadilika. Na hisia huwa hazitosheki, hazishibi. So always mtakuwa ni watu wale, leo kafanya hichi, kesho kafanya hichi, sijui mimi naelekea wapi, sijui nataka nini. Always mtakuwa watu wa namna hii. Kwa hiyo lazima mujiwekee kusudi badala ya kuendeshwa na hisia.
Si ushanielewa? Sasa nataka nikwambie kwa nini kanuni hii ya kwa nini itakusaidia katika mahusiano yako. Hapo umejiuliza kwa nini? Unachotakiwa kukijibu ni kutambua. Ndio? Tambua. Sababu zako za msingi. Sawa? Hii iwe direction yako ya kwanza. Tambua sababu zako za msingi za kuwa hapo. Kitu muhimu sana hicho. Kwenye kwa nini. Sasa kwa nini upo? Maana yake unajijibu kwamba sababu zangu za msingi za kuwa hapa ni hizi. Kuwa mkweli na sababu zako zilizokufanya uingie katika mahusiano. Kuwa mkweli. Kuwa mkweli kutakusaidia kuweka matarajio sahihi. Yaani kuna namna ile wewe upo katika mahusiano kwa sababu huyo mshikaji mrefu tu. Yaani kwamba yaani mimi kaka mrefu hivi mweupe kidogo, yaani awe kama na ngozi chocolate, ndio imekuingiza katika mahusiano. Be sure, kuwa mkweli. Alafu unaingia katika mahusiano kwa sababu ya urefu ama weupe ama fedha, then haujui unataka kuachieve nini kwenye hayo mahusiano. Kwa hiyo kuwa mkweli, tambua sababu zako za msingi. Ndio maana hapa tukaweka elewa neno msingi. Msingi ni kitu kilichoshikilia, kilichokuwa na nguvu. Kwa sababu zako za msingi ni zipi? Ni urefu. Urefu sio sababu ya msingi. Ni weupe sio sababu ya msingi. Sababu ya msingi ni kitu kinachoambatana katika maisha, katika mtiririko wa maisha moja kwa moja yako binafsi na ya kwake pengine na ya mahusiano yenyewe. Kwa hiyo lazima utambue sababu zako za msingi. Kutambua sababu zako za msingi kutakusaidia wewe kukuweka katika matarajio sahihi. Kwa hiyo lazima uangalie. Kwa sababu je, mahusiano ni kitu kipana my friends. Sawa? Mimi sikatai. Jambo zima la mahusiano hapa nimesema kanuni 10 za mapenzi. Ni mapenzi. Sio kila mahusiano yanabidi yawe ya mapenzi. Watu wanashindwa kutofautisha. Sio kila mahusiano lazima yahusiane na mapenzi. Yapo mahusiano mengine yatakuwa katika kimvuli cha mapenzi, lakini yatahusiana na fedha. Si ndio? Yatahusiana na seksi. Si ndio? Yatahusiana na company. Si ndio? Yatahusiana na sifa. Yatahusiana na hisia. Si ndio? Yatahusiana na shinikizo. Na mengine mengi. Sawa? Lakini sio mimi kujibu ya maswali kwamba mahusiano yako wewe msingi wake ni nini mpaka upo hapo. Ila wewe ndio utajijibu, na ndio maana nikasema kuwa muwazi wa majibu yako. Yanahusiana na fedha, seksi, company, sifa, hisia, shinikizo na kadhalika. Au yanahusiana na mapenzi yenyewe? Kwa sababu unaweza ukawa mahusiano yako yanahusiana na fedha afu ukadai mapenzi. Ama unahusiana na mtu anayetaka fedha alafu ukampa mapenzi. Unaweza kuhusiana na mtu anayetaka ili tendo, wewe ukampa mapenzi ili ukaona mjibu. Yaani kwa mwezi mnafanya mara moja, hawezi kukuelewa katika hapa, hawezi. Kwa sababu kusudi lake yeye kabisa lilikuwa ni hili. Na ndio maana pale nikasema kanuni ya pili ni kujua kwa nini. Ukishajua kwa nini, turudi kwenye ile kanuni ya kwanza nilokufundisha, kujitambua ama kujijua. Ukijijua wewe ni nani, utajua madhaifu yako yako wapi, utajijua unataka nini, kwa namna gani unaweza kujicontrol. Kwa kule ulipojijua, umeweza pia kujijua kama hii sex ni moja ya udhaifu wako ama ni moja ya hitaji lako ama ni moja ya kipaumbele chako. Kwa hiyo kule nilikufundisha namna ya kuwasilisha hitaji lako katika baada ya kujijua. Sasa huku tunaenda kujiuliza kwa nini. Ndio maana nasema kama ulikosa katika video ya kwanza, rudi tena ukaifuatilia ile video ya kwanza, ile episode ya kwanza, ile sehemu ya kwanza, ili tuweze kuendelea vizuri. Kwa jiulize kwa nini unaingia katika mahusiano. Au unaweza kusema kukimbia matatizo au kutafuta uthibitisho. Tuweke tu kukimbia matatizo. Kuna watu wanakimbia matatizo. Ushanifahamu? Ama mahusiano yako wewe ni ya kukimbia matatizo? Yaani kutokana na maisha magumu unatafuta
sehemu ya kutegemea. Kutokana na wewe mwenyewe ujiwezi, unatafuta mtu wa kukusaidia baadhi ya maeneo. Ndio maana nikasema kanuni 10 za mapenzi. Unaweza ukawa katika mahusiano yasiyohusiana na mapenzi, bali unakimbia matatizo, unakimbia shida. Ndio maana hautajali ukikosa upendo ama mapenzi, kwa sababu shida zako zinafanyaje? Zinatatuliwa. Tunaoolewa na wake wengi ama wanaume wengi, mimi labda ananihudumia, mambo mengine yote atajijua mwenyewe. Mimi ninachotaka hela tu. Mwanaume sasa hivi sasampa, yani hapa ni sasampa. Maana yake una kichaa cha mapenzi tayari, unakimbia matatizo. Yani unaingia katika mapenzi kwa sababu wewe mwenyewe hauwezi kujihudumia, hauwezi kujibu. Ndio ile kwenye kanuni ya kule ya kwanza nilivyozungumza, kwenye sehemu yangu ya kwanza nilizungumza, ukiona wewe mwenyewe haujiwezi, ina maana haujitambui. Unatafuta utambulisho wa mtu mwingine. Na ndio athari yake pia kule nilizungumza. Haya yote yanaweza yakawa ni sababu ya wewe kuingia katika mahusiano kwa mwanzo tu, lakini baada ya kuwa affected, utakapoathiriwa na fedha zake, maana yake mtu anaweza akakufanya mtumwa na akakufanya vitu vya ajabu sana, na akakufanya ukatili wa ajabu sana. Ukiwa affected, ukiathirika na sex, ukiathirika na company, ukiathirika, ina maana utaenda kuathirika na jambo fulani kwa mtu fulani ambaye sasa akiondoka katika maisha yako, hali yako itakuwa mbaya. Ama utakuwa katika mahusiano ambayo hayatakuwa na nini? Na mwelekeo. Kwa hiyo jiulize, kwa nini? Je, unakimbia matatizo? Ama kukimbia upweke? Maana matatizo, upweke nao ni matatizo mengine. Ama kuficha majeraha yako, yani kwamba wewe unaumia sana lakini unataka kuonesha ulimwengu kwamba you are okay na ume move on. Kwa hiyo unajificha kwa mtu fulani hivi. Ni kama unataka kujaza pengo. Yaani unahisi kama hujakamilika, unatafuta mtu mwingine aje akukamilishe. Unahisi kama hauwezi kujipa furaha, unatafuta mtu mwingine aje akufurahishe. Sio, unaelewa matarajio unavyoyaweka katika namna ambayo baadaye anakuja kukuumiza mwenyewe. Mara nyingi ukikosa sababu ya kwa nini upo katika mahusiano na ukaingia kwa sababu zisizokuwa na msingi kimahusiano, mwisho wake huwa ni mbaya sana. Kwa hiyo mapenzi yanaweza kukuingiza kwenye mahusiano, lakini kusudi la pamoja ndilo litafanya mbaki. Kwa hiyo unaweza ukampenda mtu ukaingia naye katika mahusiano, but kama hamna kusudi, kama hamna hii kwa nini, mahusiano yenu yatakuwa hayana consistency, hayana muendelezo, ama hayaeleweki, ama yataboa. Kuna muda itafika utahisi kama hauna tena hisia naye, una hisia na mtu mwingine. Kwa nini? Kwa sababu ulitumia hisia kuwa sehemu ya mapenzi, ama ulitumia hizi mambo kwamba umeficha, ulikuwa na shida ya fedha. Baada ya kupata fedha, ama baada ya mtu kukosa fedha uone muhimu wake, labda sex, baada ya mtu kukosa kufanya vizuri uone. Yani ukitumia sababu ambazo unaamini zinaweza zikatokea, akatokea mtu mwingine akaleta sababu hizo kwa ubora zaidi ya ulionaye, maana yake hautakuwa na mahusiano stable. Kwa lazima uwe na makusudi ya pamoja na mwenzako, ndio atakayowafanyeni mbaki katika mahusiano, ama ndio yataleta maana ya mahusiano yenu nyinyi. Jiulize leo, kwa nini tunafanya hii safari pamoja? Jiulize, kwa nini tunafanya hii safari pamoja? Unaweza ukajiuliza wewe kupata majibu, ama unaweza ukamuuliza hata mwenzako kupata majibu yenu pamoja. Kwa nini tunatakiwa kuwa pamoja? Uone naye pia jibu lake nini, kwamba tunatakiwa kuwa pamoja kwa sababu gani? Yani kwa sababu nakupenda na nilisema mapenzi yanaweza kukuingiza kwenye mahusiano, ila kusudi ndio litawafanya nyinyi mbaki. Lazima ujiulize, je, natafuta mtu wa kunikamilisha au mtu wa kuongeza furaha kwenye maisha yangu ambayo tayari ana mwelekeo? Kwenye episode ya kwanza kule nilizungumza, lazima uwe na mwelekeo tayari. Kwa hiyo mtu anakuja na kukuta wewe tayari una mwelekeo na una maisha yanayojielewa. Kwa hiyo utafuti mtu wa kukamilisha, unatafuta mtu ambaye wa kuyaishi ama kuishi ule mwelekeo wako. Kwa hiyo lazima ujiulize, una mwelekeo, ili usitafute mtu wa kukamilisha ama mtu wa kukupa furaha, bali mtu wa kuishi naye huo mwelekeo. Lazima ujue jibu lako lielekee katika mwelekeo. Kwa hiyo kanuni ya pili kati ya kanuni 10 za mapenzi ni the law of why. Kujiuliza kwa nini? Kwa nini upo hapa? Tambua sababu za msingi za kuwa hapo. Hii ni kanuni ya pili kati ya kanuni 10 za mahusiano. Nakwambia, kama hujajua kwa nini upo katika mahusiano, unaweza ukawa ndio kipofu wa mahusiano. Unayeishi usiyekuwa na malengo, unayeishi usiyekuwa na muda. Kwa hiyo always utakuwa ni mtu ambaye unaendeshwa na hisia,
Leo umependa basi unaona umefika. Leo umemwacha huyu umempata yule umeona umefika. Unakuwa unabadili badili, leo upo unamvuta bange, kesho unamvuta unga. Kesho kuta unamwimba muziki, kesho kuta unamtua singeli. Hauna mwelekeo, kwa hiyo hujui hata nani wa kudate naye, nani wa kuwa naye. Lakini ukijua kwa nini, utaanza hata kuelewa nani wa kuhusiana naye. Wapo watu hutakuwa tayari kuingia katika maisha yako kwa sababu unajua kabisa hawa hawajajibu jibu langu la kwa nini. Sio, unaelewa? Kwa hiyo ilikuwa ni kanuni ya pili kati ya kanuni 10 za mahusiano. Nimekueleza vizuri. Kama wewe bado hujanielewa vizuri, unaweza ukanitafuta kwa namba zangu za simu, tukaendelea na private session pamoja. Lakini kama una changamoto katika mahusiano yako au unataka kuboresha mahusiano yako, ndoa yako, nitafute, nitakusaidia kuweza kujua kwa namna gani unaboresha mahusiano yako, kuweza kujua pia kwa namna gani unaweza kuzitatua changamoto zako. Ulikuwa na mimi mwanzo hadi mwisho, sasa hivi tunapoelekea kumaliza. Mimi naitwa Mombek Crispin. Usikose sehemu ya 3 ya kanuni 10 za mapenzi. Nitaenda kukwambia kanuni ya 3 ni ipi. Sawa sawa? Mimi lengo langu kuhakikisha watu wanaboresha mahusiano yao na wanakuwa uhuru na wanaishi maisha yenye furaha katika mahusiano yao. Sasa hizi ni kanuni ambazo mpaka tukimaliza ile darasa letu na kuhakikishia wewe utababaishwa na mahusiano. Wewe utayatawala mahusiano. Sawa sawa Tukutane katika video inayofuata ya kanuni 10 za mapenzi sehemu ya 3. Bye bye.